nusu tumeuliza kutoka kwa watu 7 na naamini yamefika maswali kama 12. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu ujibu haya maswali na tunakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Asanteni sana kwa maswali mazuri. Nikianza na maswali yako mwenyekiti. Umeongelea watu kutekwa, watu kupotea, watu kuuawa, umeongelea watu kuogopa polisi. Kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza cha jambo lililojitokeza tarehe 29, sema watu wameuawa, watu wamekufa. Tumesema na mimi najitahidi sana, swali hilo nitalijibu pamoja na ni watu wangapi. Moja, na hii tu naomba Watanzania wote tuielewe hivyo. Duniani kote hakuna vurugu zinatokea zisizo na madhara. Pakiwa na vurugu patakuwa na madhara. Na ndio maana wale wanaotaka kuitaski Tanzania, kutanish image yake na kufanikiwa lile la kuweka Watanzania wawe kwenye haya makovu yasiyotibika, wanatumia maandamano. Wanaacha kuona uhalisia uliokuwepo. Ukiwaua watu walioko kwenye maandamano, una violation nyingi sana za human rights. Kwa sababu maandamano ni issue ya kikatiba. Hata kwetu hapa maandamano ni issue ya kikatiba. Na inakuaga na very clear maandamano yote yanakuwa very clear, ndugu zangu. Tunajua yanapita wapi, kiongozi wake nani, yanalenga nini, yataishia wapi. Na mimi nisingetamani sana tuanze kujadili sana hizi content, kwa sababu kuna watu wamepoteza watu. Tujiepushe sana kufanya haya like mchezo, like siasa. Hapa kuna watu wamepoteza wapendwa wao. Lakini kilichotokea, let us be fair to ourselves. Na wote pia wanaoongelea jambo hili tuiface reality. Pakitokea fujo, pakitokea vurugu, haijawahi kutokea vurugu isiyo na madhara. Ndio maana na swali lile lingine linalosema mnajiandaa vipi na Disemba, natoa rai kwa Watanzania, na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais. Let us get back, tukae eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane, tusiruhusu tena jambo la aina hiyo. Ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions. Yanatokea vurugu yeyote ikitokea. Tujiepushe Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama. Na kingine, mmesema mmejiandaje? La kwanza, tunawaomba Watanzania kila mmoja wetu tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai, ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo,
ambayo nitasema connections baadaye. Wewe ukiwa ndo uko kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo, kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa kunaweza kuwa na loss of lives, unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No. Kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Rai yetu kwa Watanzania sote, tukatae, tusiipeleke nchi kwenye jambo la aina ile ya Oktoba 29. Nimeunganisha tumejiandaje, nimeunganisha na masuala ya kupotea, vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu ina madhara mabaya. Tusiipeleke tena, tukatae kupelekwa tena kwenye situation ya aina hiyo. Sasa kulikuwepo lile swali linalosema mna evidence gani kwamba ni economic sabotage, na kwamba kuna hivyo viashiria. Kiashiria cha kwanza, nimewaambia Tanzania ni mali ya Watanzania. Tanzania si mali ya chama chochote cha siasa. Tanzania si mali ya serikali, na rasilimali zake si mali ya chama chochote cha siasa, na fedha zinazotengeneza maendeleo yote haya ni mali za Watanzania. Akatokea mtu analenga hayo, this is purely an economic sabotage. Wewe unajua kabisa uzalishaji na maisha ya Mtanzania, it involves movement, unalenga miundombinu yote. Haya hii ni mambo kabisa ambavyo watu wa vita wanafanyaga. Yes, that is, jamani, hivi ndivyo walio wakubwa kuliko sisi watuambie. Introduction ya vita vya Kagera likapigwa daraja, piga sio kanisa, piga sio nini, piga vunja huku, vunja hivyo. That's a sabotage. Hiyo unalenga ni public, unailenga public. Hii haulengi serikali, haulengi chama cha siasa, hii unalenga public. When it is a public, when it's something has to do, kama jambo linahusu public, hii ni hujuma ya nchi. Hicho hapa ni yale yaliyotokea tu. Hivi mtu anayelenga kusabotage reli na pale wanaopita kwenye reli, wale ni wachama gani wale? Eti wanaopita SGR ile ni wachama gani? Wanaotumia maji ya Dawasco ni wachama gani? Wanaopita mwendo kasi ni wachama gani? Angalieni upya. Fedha imejengwa na watu wa chama gani? Ili mwendo kasi imejengwa na mchango wa chama gani kwani? Kuna watu wenye kadi yao walienda kuchangia reli. Mwendo kasi ule. Hizi ni fedha za Watanzania. Mtu akilenga TCRA, mtu analenga reli, mtu analenga stendi, mtu wanalenga investments na zingine nikitaka kutaja mwili unasisimka. Mtu analenga power station, tunakofanyia generation ya power ya nchi. Look, that's sabotage. Mtu anawaza bwawa 6.5 trillion, backbone ya nchi. Tuna ziada ya 2000 megawatts ziada kuliko nchi zote za East Africa and SADC, ziada. Alafu mtu anawaza kudamage. Hiyo ni siasa. Idea guys, hiyo wa Tanzania, hiyo ni siasa. That's purely sabotage. Mtu anachoma magari hata yaliyo transit, yaliyopita tu kwenye nchi yetu. Wale waliopitishia, watu wanaotumia bandari hii hapa wanaenda Zambia, Zimbabwe, DRC, ni wachama gani? Ukisema ni uchaguzi, wanachama gani wale?
Yes. So hii ni baadhi ya mifano. Alafu inakuja sasa, why do you think like that? Hii nimesemea kilichotokea, naenda na kwa nini ni sabotage. Jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Yule aliyewalipa ana maslahi gani? Ingekuwa hii hamasa inafanywa na chama kimoja cha siasa, tungesema hawa wanapambana kutafuta madaraka. Ikifanywa maandamano yakiongozwa na chama fulani cha siasa, unasema hawa kuna dissatisfaction wameipata, ni wale pale bwana nani wako bwana na mwenyekiti wao yule pale bwana anaongoza, hawa wamepata. Hawa wanaohamasisha hata hawako nchini, wanahifadhiwa, wanapata na hela ya kurecruit vijana. Wale wanaowalipa watarudishaje hizo fedha kama if it's not the sabotage and I kwenye rasilimali zetu? These are the things. Ndio maana nasema wanaotumwa na wanaomezea mate, never on earth tutatumia jitihada na nguvu zote na gharama yoyote kulinda rasilimali za Tanzania na Tanzania yenyewe. That is the thing. Kwa nadhani hili nimelisemea, na nimesemea hiyo ya hisia za Disemba 9. Tunasema Watanzania, nimeelezea kirefu sana, yeyote ambaye ana grievances yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea. Tuende kwenye njia zingine, makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanywa kazi. Milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais ipo wazi, na ya wasaidizi wake wote, na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing. Lakini tunasema kwa wale ambao wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia rasilimali ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania, wachukiane, wagombane, wapate makovu ambayo ni unrepairable, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo, na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Kwa hiyo niliona hiyo nisemee kwa namna hiyo. Sasa hii ya watu kupotea, watu kutekwa, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo haipaswi sisi wa Tanzania litufikishe kwenye kuuana, wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Sote tunakubaliana, watu wote Tanzania nzima tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Tumejiwekea sheria. Kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana, utaratibu tunaotumia umetufikisha kwenye kuleta mashaka, kwenye kuleta taharuki, ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, kwamba hiki ni kimojawapo. Mwenyekiti unasema watu wanakilalamikia tume. Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapa. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya very senior citizens, na naamini hili ni jambo la sisi kukubaliana tu, si jambo la kutufikisha tu, kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba mhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola na anakuwa salama. Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo hayo ya mashaka. Kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu, ambao ndo tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye polisi, yote tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu, ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Naamini recommendation zitakuja, alafu tukubaliane utaratibu. Kama tutasema mtu yeyote akikamatwa
kabla hajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ni jambo linalohusu Watanzania. Ni jambo linalohusu Watanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja, kuna moja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajawahi kushughulikiwa. La hasha. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania ameissue circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, case movement ya kesi ilikuwa recommendation pia, movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii akimaliza kwa DCI huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. So hili ni eneo moja wapo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu utu. Yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wakoloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Nenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi la polisi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM, nchi hii moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM, zaidi ya 100. Hivi hiyo sorting nyie mmewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa na soti vipi? Lakini serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu. Haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya haya. Ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa, likitokea jambo lolote tunadhani ni vyombo vya dola. Hii ndo njia ninayosema tunatafutwa. Unatafuta kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja yaliwahi hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu. Jamani, si mnakumbuka? Iliwahi kwa tabia ya mtu mmoja huwaipo. Lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni kuona taasisi yetu, tuone mmoja naweza ikatokea hiyo. Sababu vyombo vyetu ndivyo ambavyo vimewahi kutuvusha kwenye nyakati ngumu hivi.
Moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la Kibiti. Ilikuwa another terror. Ilikuwa jambo moja yani wewe kila siku unaamka mwenyekiti mmoja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye. Kwa wale wanaopendaga kugombanisha Watanzania, ilikosa tu ladha kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wa CCM. Wakati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli huu. Ilikosa ladha kwa sababu waliokuwa wewe wangepotea wenye viti 100 hivi wa chama cha upinzani ama watu Tell me what could have been the story. Ingekuwa serikali imechukua, ingekuwa vyombo vya dola imechukua. Ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka ukapotea. So kwenye yale yaliyo mapungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania, let's get back to tuamini tume imeundwa na senior citizens, and then kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, haya ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified, na naamini hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo. Sasa nimewapa mfano hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja kwa, na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya? If there is a mission, wanashindwaje kufanya? Kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kakamatwa red handed na mabomu, wanashindwaje? Yani wanaweza akawaza nani huko hivi, huyu tukinanio itajionekana tu ni serikali. So all of them wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la watu kuogopa, watu kuteka, watu kupotea. So si jambo jema, niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile watu wangapi, na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kucelebrate mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu anameondokea na mpendwa wake, wewe una post like una post kama picha ya engagement. Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo, guys, why are we celebrating why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives. Tume nani wote, and then we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari.
lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, watu wanapoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa, hayuko hapa hata hapo, hayo anasema tu ni watu hawa hapa, ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona mili inawekwa pale, nyuma yake kuna magari plate number hata si za nchi hii. Na sisi kwa sababu kitu kilishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania. Sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? Huku mimi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza nikiona watu wanaingia na mabomu, alafu anang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawajua waliowaua. Ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata na nyie ameanguka mmoja, pale kaanguka hivi, yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala. Sisi jamani, hivi do you know what does it mean watu hiyo kama wale wanaotaja? Sisi tuliwahi kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu uwezo kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi. Guys, tuwe makini. There is an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've been emotional, lakini I'm just trying to wear the shoes. Najaribu kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo la aina hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, na akaenda kumhifadhi mtu wake. Huku nako akaenda, wewe naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuepo, yani muwe shuleni, muwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa wana jambo. Hawa watu wanaonesha hectares and hectares eti kwamba, guys, let's be sincere. We admit kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu, and let us respect familia. Tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo 1, 2, 3 ambayo bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka. Wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalotaka. Mimi ningetamani kuweka staa sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families. Na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wenye jambo lao. Jambo limetokea, has been with the loss of the people.
kwa nini tusipate taarifa za eneo hilo, za jambo hilo lililotokea, hata tukaweka picha za nchi nyingine? Guys, wa Tanzania, wale wanaofanya sherehe wana jambo wanalolitaka. Mimi nimeiongea hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu, inahusisha maisha ya watu, inahusisha maisha ya watu. Si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms zimefanyika. Reforms zimefanyika. Jambo lililohusisha sheria ya tume huru ya uchaguzi limefanyika. Ilikuwepo tena haya kutoka chama tawala ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama vingine kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa. Yalikuwa accommodated. Hii ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya kuwa na wakurugenzi kutokusimamia. Yaliletwa na yenyewe, yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga visaidiwe magari. Ilifanyika. Vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari. Nadhani mgombea na mgombea mwenza. Ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria. Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa 3 months before the election, ndo mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania? How can you do that one? Na Amidi hapa amesema la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba. Wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi 3 na waelekee kwenye uchaguzi? Hata ile pendekezwa tulipambana karibu miaka 5 na hatukuipata. Miezi 3 unapata katiba gani? Kwa hiyo mengine hayo haikuwa sababu kwa kweli, na nadhani kwa kuwa tumeshapita, na mimi niwaombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita, tusihangaike, tusidwell sana, kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine yana gharama ya maumivu ya mioyo. Tuendeni na muongozo ambao Mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa, and then kama Amidi hapo unasema mambo ya mgombea binafsi ni mambo ya katiba. Haya sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba. Na kwa sababu jambo la katiba liko kwenye ilani, tukisha seto haya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatolea mwongozo, tukajua haya tukaelewana, iron out, tukarejesha umoja wa Tanzania wawe wamoja. Those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba, na haya mambo yamo kwenye ilani. Mambo ya kwa nini serikali na amesema inaingilia kwenye editorial ili na lenyewe amna jambo moja hivi unasema serikali imefanya. Kama kuna incidents, I think we deal with the incidents kama imetokea incidents ya aina hiyo, lakini Tanzania iko kwenye record ya kutokufanya mambo ya aina hiyo. Tanzania jamani, nyie ndio simko hapa. Hivi mngejua magnitude ya freedom of speech and uncertainty ya freedom after speech. Freedom, you are guaranteed freedom of speech, but not freedom after speech. Tanzania haimo kwenye level hizo za kuingilia watu kwenye editorials
ikitokea incidents ni incidents tu, na kwa miko tuliojiwekea wenyewe ya kushughulikia incidents tu. Mimi niwaombe tusiende kwa because ni nchi yetu na sisi hizi ni sekta zetu na sheria ni zetu. Nadhani tunavyoenenda kwenye mambo ya press, hata ninyi mlivyoanza mwanzo kuelezea, mmeelezea the cooperation ambayo imekuwa. Kama iko incidents tutashughulikia hizo incidents tu. Yes, mmeelezea wakati mnamkaribisha waziri, mlivyomsema waziri, imeportray what has been the relation between the government na mwaka jana tu taasisi za uandishi zote tulikuwa tunafanya tuzo. Si hivi ni mwaka huu tena, hata sio mwaka jana. Tuzo unaweza kupata tuzo kwenye nchi ambayo sio wewe unayeandika, ni kwamba unaingiliwa kwenye editorial. No, incidences they may happen, na mimi hiyo sitaki tubishane nayo. Ikitokea hizo, ndo maana kuna wizara kamili tuzishughulikie hizo, na ninyi pia mna caucus zenu za kusema kwa serikali. Hiyo tuiende namna hiyo. Misukosuko ya kiuchumi nimeshaielezea kwa maslahi ya muda, nisingetamani sana tuirejee. Ina madhara hii, haya mambo haya yana madhara. Tena sio madhara kwa uchumi kama numbers macro. Hii mambo ya aina hii yana madhara kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Watanzania wengi tunao, hata hapa Dar es Salaam tunao, ambao kuishi kwao ni atoke. Jamani, wapo Watanzania ambao hana hata jiko pale kwake, kuishi kwake ni huwa atoke. Nimekaa sana mtaani na yajua haya. Jamani, wapo ambao ni kuishi kwake siku hiyo ni atoke, na wapo ambao kuishi kwake bajeti yake alionayo ni ya kununua kila siku. Jamani, si sote tunajua haya. Sasa yanapotokea mambo ya aina hii, si tu madhara kwenye uchumi mpana, hata kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Mimi naomba Watanzania tuepuke mambo ya aina hii. Nawaomba tuepuke. Tumeongea hata na taasisi za kidini, na nawaomba tena viongozi wa dini zote, viongozi wa makundi yote, tuendeni tusemezane, tusipeleke tena Tanzania kwenye jambo hilo ambalo lilijitokeza. Tukatae hamasa zile zinazotolewa kwenye mitandao ama katika field mbalimbali. Nisema kuna order ya shooting. Hivi pakitokea vurugu, unarudi lini kuconsult kwamba ni shoot au nisishoot? Halafu na tunaona idadi kubwa ya askari wamepoteza maisha yao. Nani kaweka order wa shoot? Hili ni jambo baya, limeshatokea. Tusubiri tupewe ukweli wake. Ukitaka kusema kuna order ya kushuti, aliye shoot askari alitokea, order hiyo alitoa wapi? Na aliye huyu na huyu wale walikuwa amdi, wametoa wapi hizo order? Au huyu katoka hapo amekamatwa na mabomu, hiyo order ametoa wapi? So lingekuwa jambo dogo tu hivi, Mheshimiwa Rais angeunda na lingekuwa tu jambo liko straight tu hivi, na angeunda tume. Mimi nawaomba Watanzania, wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya, tuendeni tusemezane wote, tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, tunasikia kuna tetesi za Disemba 9. Rai yangu kwa Watanzania wote, mwenye dukuduku na yule ambaye anakajambo, ana kero yeyote ile, tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hiyo. Tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu.
tusiende kwenye utaratibu wa aina hii. Tusiende. Na kwa kuwa nchi imepita kwenye jambo gumu, hata anayepanga maandamano yanayokubalika kikatiba, hii sio timing nzuri. Watu wanaomboleza mtu akapoteza mpendwa wake, si jambo zuri. Na mimi niwaambieni, wale wanaohamasisha kupitia mitandao ni kwa sababu wao na jamaa zao wote wako huko. Wale wanaoandika wanaambia nendeni tu, laiti angeguswa na jambo hili, hangesema tu, angemwambia mtu fanya hivi. Wanafanya hivyo kwa sababu wao na jamaa zao wote wako kule, na wengine washapata nadhani na uraia wa nchi zingine. Tumepokea mambo ya masaa 48 na mzee wangu amekuwa emotional kwamba na wao wawekwe. Nadhani nimeongelea pia kwenye lile la mwanzo, kama kuna utaratibu ambao tunaona, ambao tunakubaliana kwamba hauendi na tulivyotaka na tulivyotarajia na sheria tulivyoziwekea, haya ni mambo yatafanywa kazi kwa sababu ni mambo administrative. Lakini tuendelee kuamini vyombo vyetu ambavyo vina rekodi ya kufanya kazi kubwa kwenye nchi yetu. Tumeshapita mambo mengi hata yanayohusisha maisha ya mtu mmoja mmoja. Kuna mwaka niwe radhi ninapotaja mkoa ambao jambo limetokea. Kuna mwaka watu wote tulikuwa tunaogopa kwamba kuna watu kuchunwa ngozi. Ilitokea kwenye moja ya mkoa. Ilikuwa tishio kubwa tu. Mimi sijasimuliwa, nilishakuwa mkubwa tu hivi. Ilikuwepo. And it was real kwamba watu wanachunwa ngozi. Kuna mwaka ilikuwa inatokea watu wanakata mkono wa binadamu na anakimbia nao. Kuna mwaka imetokea watoto wadogo wanatekwa. Yaani mtu hakudai chochote na anachukua mtoto katoka shuleni, wanafanya hivi. Ina mwaka ikatokea ili la Kibiti. Ni vyombo vyetu vilisimama. So kwa sasa hivi tusiwe driven na emotions na matakwa ya wanaotamani Tanzania iwe imeharibikiwa. Let us not be driven. Hii nchi ni yetu. Na hata vyombo hivi hao walioko humo kwenye vyombo ni Watanzania wenzetu. Hii ni title kama ambavyo mtu mwingine anaweza akawa na title kwenye sekta nyingine. These are Tanzanians. Yes. These are Tanzanians. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano wa kusympathize na jambo hili. Sisi tusifanye kazi kila wakati ya kutonesha kama wengine wanavyotamani hii nchi iwe na makovu yasiyotibika, yasiyopona. Nitoe rai tena kwa kwenu nyewe wenyewe, kwa vijana wa Tanzania, viongozi wa kidini, viongozi wa makundi mbalimbali, sisi wenyewe vijana kwa vijana, ngazi yeyote ile. Hii nchi ni yetu wa Tanzania, ni mali ya Tanzania. Hii nchi si mali ya chama cha siasa, hii nchi si mali ya serikali. Tuilinde wote na tumtangulize Mungu, na naamini Mungu atatuvusha. Na pale ambapo tuna kasoro, pale ambapo tuna dukuduku, Mheshimiwa Rais ametoa mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala haya. Tuendeni na huo mwongozo, tuvuke, tushughulikie yale ambayo tunaona yanatutatiza. Tusiruhusu tena kwa sababu yeyote ile kuruhusu hali ya aina hii iliyotokea. Watu wanapambana kuhusu idadi. Damu ya mtu hata mmoja asiye na hatia sio baraka kwenye nchi. Kumwaga damu ya mtu hata mmoja asiye na hatia sio baraka kwenye nchi. Let us tuelekee kwenye kuepusha mambo ya aina hii yasitokee.
Niwashukuru sana waheshimiwa mawaziri, kama mna jambo kusema. Okay. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Manaibu Waziri, Katibu Mkuu na Msemaji Mkuu wa Serikali, Mwenyekiti wa Tanzania Press Forum, Amidi wa waandishi wa habari, kaka yangu Salim. Ndugu zangu, huu ni mwanzo, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekutoa maelekezo kwa mawaziri wote wa wizara mbalimbali kutafuta fursa, sio kutafuta fursa, kutenga muda wa kukutana na vyombo vya habari ili kutoa taarifa ambazo zinahitajika, na utaratibu huo msemaji mkuu wa serikali anaujua na ataufanya. Na naamini kabisa tumeanza ngwe nzuri, kwa maana ya kwamba tumeanza na kikao hiki. Baada ya hapo vitafuata vikao vingine, vitafuata mikutano mingine na msemaji mkuu wa serikali, lakini wizara husika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni waombe wahariri na waandishi wa habari, wakati wowote panapotokea umetafuta habari hukuipata au kumetokea kikwazo chochote, ofisi yangu iko wazi. Ofisi yangu iko wazi. Kama una malalamiko, na kuna mambo ambayo nyinyi mnafahamu tunayafanya sisi na mambo mengine wanayafanya taasisi nyingine, lakini sisi jukumu letu ni kuhakikisha taasisi zote za serikali na wizara zote za serikali zinashirikiana na vyombo vya habari kutoa taarifa, na pale patakapotokea jambo hilo halijatekelezwa ama kwa sababu za mtu mmoja au kikwazo fulani, tuko tayari kurekebisha. Nimesema tunafanya mapitio ya sera ya mwaka 2003. Mimi niwaombe sana, hiki ndio kipindi kupitia sera kuweka mambo yote ambayo yanahitajika kuwekwa, na kupitia bodi ya ithibati tutakuwa na mafunzo ya aina mbalimbali. Hatuna budi katika waandishi wa habari kutabahari, yani kuspecialize, kutabahari katika mambo mbalimbali. Hatujawahi kuwa na hali kama hizi. Ndio maana pia hatuna waandishi wa habari waliotabahari katika mambo ya vurugu, katika mambo ya machafuko, katika mambo ya usalama. Kwa kupitia bodi ya ithibati na taasisi nyingine tutahakikisha tunakuwa na mafunzo ya aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usalama wa waandishi wa habari wenyewe, sababu kwa haya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, ina maana pia usalama wa waandishi wa habari pia ulikuwa hatarini. Kwa ina maana mafunzo ya aina hiyo lazima pia yafanyike. Salim Kikeke, unajua wewe umekuwa BBC, wanaokwenda kuripoti Lebanon kwa mfano sio anayetumwa kuja kuripoti Tanzania. Ndio anayekwenda Lebanon ameandaliwa kisaikolojia, amepewa mafunzo ya kuchupa chini, amevaa nini zile inaitwa nini hizi, maana siku hizi bulletproof, ana aina ya simu anayojua kutumia, lakini na yeye mwenyewe lazima ajue kuna lipi la kuliandika ili asihatarishe usalama wake mwenyewe, lakini usalama wa informants wake. I did that training and Kikeke, you know. Kwa haya yote tutaambiana. Ndio maana nilikuwa namuuliza Salim, wangapi ambao walishiriki kuwa waandishi wa habari wakati wa vita vya Uganda 78 79, paka tunawapokea mashujaa Bunazi wakati ule alikuwa nani Kiko yule bana aliandika nani Ben Kiko na wengine hawapo, akina Franklin Mzirai, sitaki kutaja majina. Tunatafuta pia ambao walikuwa kwenye newsroom kudeal na information wakati wa vita. Tupo hapa, I'm one of them. Pata Isaac Mruma, bahati mbaya Yahya Buzaragi, Mungu amemrehemu. Kwa hiyo tutapeana mafunzo haya, na waziri mkuu ametuahidia kwamba ameahidi serikali haitasita kutoa hayo. Mimi niwashukuru sana kwa maswali mliouliza wote, na leo nimefurahi kumwona rafiki yangu Kwayo hapa. Bwana Kwayo, nimefurahi nimekuona bwana. Tuna miadi tuonane. Sawa bwana. Na kusoma
Miongoni mwa magazeti siache kusoma ni Mwanahalisi, na siache kukusoma. When you compliment me, nashukuru. When you criticize me, I take it seriously, kwa sababu ina maana wewe ni kioo, nifanye nini? Nijisahihishe. Lakini pia tujifunze constructive criticism. Anajua kuna magazeti ya kosa. Hata leo Jamhuri nitaitafuta na naisoma usiku. Kesho Raia Mwema nitaitafuta, nitaisoma usiku. Mwanahalisi nitaisoma usiku. Magazeti yote ya kwenye mitandao nitayasoma, including magazeti ya nchi nyingine. Nasoma magazeti yote ya Kenya, magazeti yote ya Uganda, magazeti yote ya Zambia. Ukitaka nikwambie Times ya Zambia leo imeandika nini, nitakwambia. Na imeandika nini kuhusu Tanzania. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa awamu ya kwanza, Salim yuko hapa, tulipokuwa na this kind of disparaging information, Mwalimu alichukua uamuzi ambao hatukutazamia. Alianzisha column kwenye Daily News inaitwa What They Say About Us. Wakichapa kule kumtukana, anaiweka Daily News. Wakimsingizia ameficha fedha Australia, anaiweka kwenye Daily News. What They Say About Us. Maka alitaka Watanzania pia wajue what they say about us. Kwa hiyo hatusemi hapa, yuko hapa. Paka tulikuwa tunashangaa Mwalimu ana ujasiri gani? Lakini alitaka atuonyeshe. Hicho anachokisema Waziri Mkuu kwamba kuna wakati mjue watu hawapendi. Eda Sanga yuko hapa. Na ndio maana mimi nimekuelewa kabisa swali lako lile, kwamba kilichotokea ni kitu ambacho hatukukitarajia Waziri Mkuu. Lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais, tukushukuru wewe, tuishukuru serikali, tuwashukuru viongozi wa dini na watu wote, lakini pia tuwashukuru nyinyi waandishi wa habari. Na mimi naamini kabisa tutapata muda, tutaongea, na baadhi ya mambo mlioyauliza hapa ni mambo ya kufanyia kazi. Msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu tutafanya tena utaratibu wa kukutana na wahariri. Na huu sio mwisho, sio mwisho. Mimi nawakaribisheni sana. Na kama una jambo lolote usio na dukuduku. Ezekiel, uko hapa. Na kuna siku moja aliandika kitu, alishangaa, nilimpigia simu. Mzee wa Atikari, muulizeni. Mimi hupenda mtu anayekukosoa kwa sababu anakusaidia. Kwa serikali hii iko tayari kupokea criticism ili tuboreshe hali. Kwa sababu nchi hii ni yetu na hatuna budi kuitunza. Na hasa watu wa umri mkubwa, Mungu ametuweka hapa tubaki kuwepo ili tuvisimulie vizazi vya sasa yale yaliyokuwepo, lakini tuvisaidie viwe na Tanzania nzuri zaidi. Kwa mimi niwashukuru sana wahariri, niwatakie jioni njema. Katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali, kama kutakuwa na lolote la kusema nikukaribishe ili wewe sasa useme, lakini kwa sasa tumruhusu Waziri Mkuu aondoke. Basi tumruhusu waziri, basi amekwisha. Tumruhusu Waziri Mkuu na tusimame na tumpigie makofi jamani, mwandishi wa habari mwenzetu. Asante sana.